mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport, ili tuweze kuendelea kuangazia tetesi za usajili zilizojili Ulaya. Ikiwa leo ni tarehe 20 Machi 2026, tunakukaribisha uweze kusubscribe channel yetu ili kila taarifa ambayo tunaiweka uwe wa kwanza kuipata, lakini pia unaweza ukatufollow upande wa TikTok kubonyeza alama ya jumlisha. Moja kwa moja tuanze na kule Newcastle. Inasemekana kwamba klabu ya Manchester United pamoja na klabu ya Real Madrid zote mbili kwa pamoja wanang'ang'aniana mshambuliaji wa Newcastle anayefahamika kwa jina la Bruno Gomes. Na Manchester United wako pazuri zaidi kwa sababu wao wameshaanza mazungumzo ya chini kwa chini na kiungo huyo pamoja na wawakilishi wake pamoja na viongozi wa Newcastle namna ya kuinasa saini yake, na wameambiwa ili kumpata Bruno Gomes Manchester United wanapaswa kulipa kiasi cha euro milioni 69. Lakini nia mpya ya Real Madrid na wenyewe pia wako nyuma ya Manchester United wakiendelea kuona namna ya kulipata saini ya Bruno Gomes, japo baadhi ya watu wamekuwa wakifikiri kwamba kwa Bruno Gomes ni bora akaelekea Manchester United kuliko Real Madrid, kwa sababu Manchester United kuna uhakika wa yeye kupata namba moja kwa moja, hiyo ni kutokana na kuondoka kwa Casemiro. Lakini Real Madrid pana wachezaji wengine wengi ambao inaweza ikampa nafasi ngumu kupata namba kwa moja, itambidi awe anagawana dakika na baadhi ya wachezaji kila wakati. Kwingineko, klabu ile ya Real Madrid tena tukirejea kwao, wako kwenye mazungumzo na beki wao mwenye umri wa miaka 33 na Mjerumani Antonio Rudiger kuhusiana na mkataba mpya. Mwanzoni ilisemekana kwamba Rudiger atauzwa, lakini panaonekana tena pana mazungumzo yanaendelea ya kuona namna ya kumpatia mkataba mpya. Hivyo kama pande zote mbili, upande wa Rudiger na upande wa Real Madrid wataweza kufikia mwafaka, wataweza kumpa Rudiger mkataba mpya. Kama mwafaka usipofika wa kimaslahi, basi Rudiger itabidi atimke, na Tottenham Hotspur ndio timu pekee ambayo ilikuwa inaonyesha nia sahihi ya kumhitaji Rudiger. Kwingineko, klabu ya Borussia Dortmund wanania kutaka kumsajili tena mshambuliaji wa Uingereza Jadon Sancho mwenye umri wa miaka 25 aliyokuwa mkopo Aston Villa, kama mkataba wake na klabu ya Manchester United utakamilika mwezi Juni. Hivyo Borussia Dortmund wataweka rekodi ya kumsajili mchezaji huo mara 3, maana alishakuwa naye mara ya kwanza, mara ya pili, na hii itakuwa ni mara ya 3 wanamsajili. Kwingineko, beki wa Tottenham Hotspur Cristiano Romero amepuuzia mbali uvumi unaomhusisha kwamba ataondoka Tottenham majira ya joto. Amepuuzia mbali uvumi huo na kusema kwamba yeye binafsi hajasema ataondoka Tottenham au atabaki. Kwa hiyo wale wanaosema ataondoka, amepuuzia mbali kwamba yeye kwa kweli hajaongelea lolote juu ya kuondoka kwake au kubaki kwake. Ni jambo ambalo bado liko ndani ya moyo wake na wawakilishi wake. Kwingineko, wakati huo mshambuliaji aliyopo hapo Tottenham kwa mkopo Randal Colomwani ambaye yuko Tottenham kwa mkopo, anasemekana kwamba Paris Saint-Germain wanahusishwa kutaka kumrudisha tena mshambuliaji huo katika timu yao, na anahusishwa moja kwa moja mchezaji huo mwenye umri wa miaka 27. Tukienda paka pale Liverpool, inasemekana kwamba mshambulizi wao Mohamed Salah na ameanza kufanya mazungumzo ya chini kwa chini, ingawa bado hajafanya uamuzi wa moja kwa moja wa kwamba ataondoka Al Hilal ya kule Saudi Arabia. Imekuwa wagogo wa Saudi Arabia wamekuwa kimhitaji, lakini bado hajafanya uamuzi wa moja kwa moja. Kwingineko, kiungo wakati wa Ubelgiji Yoeri Tielemans mwenye umri wa miaka 28 yuko tayari kukataa ofa zozote za kuondoka Aston Villa kwa kuwa amekuwa kwenye rada za vilabu kadhaa vya nchini Saudi Arabia, lakini yeye mwenyewe hayuko interested kwenda Saudi Arabia na anatamani kuendelea kusalia zaidi katika timu yake hiyo ya Aston Villa. Kwingineko, inasemekana kwamba Manchester City wanazidi kuzoea uamuzi wa meneja Pep Guardiola anayeondoka mwishoni mwa msimu huu, huku wachezaji wakiathiriwa na uamuzi huo, na Pep Guardiola bado hajabadilisha uamuzi, licha ya baadhi ya watu wamekuwa wakisema ni uongo Pep Guardiola aondoki, lakini ukweli ni kwamba Pep Guardiola alishaweka wazi kwamba mwisho wa msimu huu yeye ataachana na Manchester City, lakini bado hapajawa na kauli ya moja kwa moja atakapotoka Manchester City ataelekea upande gani. Basi tumefika tamati ya tetesi za kimichezo kwa siku ya leo. Karibu uweze kusubscribe channel yetu.